Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, lakini vile vile ikiwa unakusudia kuelekea nchi yote duniani kwa msaada wa kushughulikiwa tiketi yako ya ndege kwa bei rahisi kabisa, unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika sehemu ya uchambuzi wetu wa leo, bila shaka Rais Donald Trump ametuma ujumbe ukiashiria nchi ya Marekani kuzuia au kusitisha sehemu ya operesheni yake ambayo ilikuwa imeiplan dhidi ya nchi ya Iran, kwa maana ya kufanya mashambulizi makubwa. Move ambayo ilikuwa imetanguliwa nyuma na matangazo, ikiwemo tangazo la kuwatahadharisha raia wa nchi ya Marekani waliopo katika eneo la Mashariki ya Kati kuchukua tahadhari au ikibidi kuondoka katika eneo husika, lakini vile vile wale wanaokusudia kuja katika eneo la Mashariki ya Kati kuwafahamisha kwamba mazingira ya eneo la Mashariki ya Kati ni mazingira ambayo usalama wake umepungua. Kwa hivyo ujumbe wa nchi ya Marekani ulitoka katika balozi tofauti tofauti, lakini vile vile ulitoka ujumbe wa jumla ukiashiria karibia nchi zote za eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake mazingira yake ni mazingira hatarishi. Movie yote au movie ya matangazo husika tulizungumza katika kipindi chetu namba 99, tukiashiria kwamba matangazo husika yalikuwa yakiashiria kwamba Marekani wanakusudia kufanya move kubwa dhidi ya nchi ya Iran. Kwa hivi sasa kwa maelekezo ya Rais Donald Trump inaonekana kwamba move hiyo imestopishwa. Kulingana na ujumbe wa Rais Donald Trump umeashiria kwamba hiyo kustopishwa kwake kumetokana na maombi ya baadhi ya partners katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwemo nchi kama ya Saudi Arabia, lakini katika sehemu ya ujumbe husika imetaja vile nchi ya Iran imeomba nchi ya Marekani isifanye mashambulizi husika, move ambayo inaonekana kwamba nchi ya Iran wamekuwa wakiikanusha kwamba wao hawakupeleka maombi ya namna yote kwa Rais Donald Trump. Lililokuwa la msingi zaidi la kutazama ni kwa nini nchi ya Marekani imeamua kusitisha kwa muda sehemu ya mashambulizi yake. Jambo la kwanza kabisa, tumekuwa tukitazama mwenendo wa nchi ya Marekani kwamba kila uchao nchi ya Marekani imezidi kupoteza zaidi sehemu ya option zake dhidi ya nchi ya Iran. Na kwa hivi sasa inaonekana kwamba options zimepungua zaidi baada ya kundi la Houthi kuonekana kama wanataka kudhibiti sehemu ya ile mlango bahari wa Bab al-Mandab, na hasa ikihusianisha na nchi ya Saudi Arabia, kwa sababu ishu kubwa ya mlango bahari wa Hormuz ilikuwa ni kwenye swala la bei za mafuta, kwa sababu nchi ya Iran mpango wake wa mwanzo wa kudhibiti mlango bahari wa Hormuz ilikuwa ni kuonyesha kwamba wao wana uwezo wa kupandisha bei za mafuta duniani na gesi, sana sana mafuta kufikia mpaka katika dola takriban kama 200. Walikuwa wanamaanisha hivyo kwamba wana uwezo wa kufanya hivyo, na lengo lake ilikuwa ni moja, kujaribu kuleta maumivu kwa watu wote duniani kama bei zitakapokuwa zimepanda kwa sababu ya ishu ya Irani kushambuliwa na wao kucontrol mlango bahari wa Hormuz. Maana yake ni kwamba jamii yote duniani kwa kipindi kingine watakapoona mtu yoyote ana mpango wa kushambulia katika nchi ya Iran, maanake watu wataungana dhidi ya nchi husika inahitaji kushambulia katika nchi ya Iran, kwa sababu reaction ya nchi ya Iran maana yake inaathiri dunia nzima. Hii ndio ilikuwa hesabu ya nchi ya Iran. Lakini katika mwenendo wa hesabu hii, nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa ina kadi ya pili, kadi ya vikwazo dhidi ya nchi ya Iran. Maanake kuweka vikwazo, lakini vile vile kuzuia hata ile access ya meli kuingia na kutoka katika pwani za nchi ya Iran ambazo zilikuwa zinakwenda kuchukua mafuta kwa kiwango kikubwa. Pamoja na kwamba hesabu ya Marekani ilikuwa imefocus zaidi katika nchi kama ya China ambayo yenyewe ndio inafaidika zaidi na mafuta ya nchi ya Iran. Kwa hivyo ilikuwa ni hesabu ya Marekani ni kuitia adabu China, lakini vile vile kuitia adabu nchi ya Iran. Move ambayo kwa upande mmoja au mwingine katika siku za nyuma ilikuwa inaonekana kwamba ina athari katika nchi ya Iran, na ndio maana kwamba Iran hata ukiangalia katika ile hati ya makubaliano walikuwa wanaonekana kwamba wako tayari kuingia kudiscuss ile hati ya makubaliano kwa sababu ya ishu ya vikwazo. Lakini karata hii ya Marekani ni kama imekuja kuwa neutralized, ni kama imekuja kudhoofishwa baada ya kundi la Houthi kuweka msimamo katika sehemu ya Bab al-Mandab, na hasa ikihusisha nchi ya Saudi Arabia.
kwa sababu baada ya kuwekwa zuio katika mlango bahari wa Hormuz, maana yake ni kwamba nchi kama Saudi Arabia ilikuwa ikiendelea kufanya uzalishaji kupitia katika ile bandari, ile pipeline ya Yanbu pipeline ambayo inakwenda katika upande wa bahari ya Red Sea, na ilikuwa ikipita katika sehemu ya Bab al-Mandab kuelekea katika sehemu za Asia ambazo ni wanunuaji wakubwa wa mafuta yanayozalishwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo kuongezeka kwa msimamo wa kundi la Houthi maana yake ni kwamba hata ile fursa ya nchi kama ya Saudi Arabia kuweza kuregulate, yani kuzifanya zile bei walau ziwe zina unafuu, maana yake hiyo fursa ni kama sasa hivi imekuwa kidogo ina ugumu, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Saudi Arabia iwapo inakusudia kufanya biashara na nchi za upande wa Asia au Mashariki ya Mbali kwa ujumla, maana yake ni kwamba ni lazima ipite katika upande wa mfereji wa Suez Canal, ipite katika upande wa Gibraltar kule katika mlango bahari wa Gibraltar, izunguke katika upande wa bahari ya Atlantiki mpaka kusini mwa Afrika katika rasi ya Tumaini Jema, na kisha baadaye hapo ielekee katika upande wa bara la Asia. Mzunguko ambao kwa upande mmoja au mwingine lazima utaongeza bei kwa sababu ya ile urefu wa ile safari, lakini vile vile kwa sababu ya mazingira yake kuwa hatarishi, makampuni yale ya insurance lazima yaongeze bei kwa zile insurance ambazo wanakata kwa ajili ya zile meli. Ina maana katika mazingira namna hiyo, kufidia gap ya hizo gharama zote, ni lazima bei za mafuta ziweze kupanda. Kwa ina maana kwa upande mmoja au mwingine, move hii ya pili iliyofanywa na kundi la Houthi ni move kama imekuja kudhoofisha kwa kiwango fulani plani ya nchi ya Marekani ya ile kadi iliyokuwa ikiitumia ya vikwazo vya kiuchumi dhidi ya nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba bei zinapokuwa zimepanda dunia nzima, maana yake ni kwamba panakuwa hakuna mwenye nafuu. Kwa hivyo na maana option zile za Marekani zimekuwa kama zikipungua, na kutokana na kupungua kwake, maanake hata ishu ya mlango bahari wa Hormuz, mwisho wa siku main player anabaki kuwa ni nchi ya Iran, au yule mwenye nguvu anabaki kuwa ni nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba zuio la nchi ya Marekani maanake kwa upande mmoja au mwingine linaihusu nchi ya Iran peke yake, lakini zuio la nchi ya Iran maanake linaihusu dunia nzima. Kwa hiyo automatically msimamo wa Iran unaathiri watu wengi zaidi kuliko msimamo wa Marekani katika ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba ile kadi iliyokuwa ikitumiwa na nchi ya Marekani ya ishu kama ya vikwazo na upande mmoja mwingine ina athari, lakini ni kama imepunguzwa sehemu ya makali yake. Na katika mazingira ya namna hiyo, maana yake nchi ya Iran imemove katika stage nyingine, stage ya kufanya mashambulizi endelevu. Maanake kutumia ile offensive doctrine, kutumia ile sera ya kuondoa hatari hata kama iko mbali. Pale inapokuwa tu imeonekana, maana yake ni kwamba wanakuwa wanaiondoa. Na ndio maana hata siku moja, maanake usiku wa kuamkia siku ya Jumapili, nchi ya Iran wameendelea kufanya mashambulizi katika sehemu za Kurdistan, maeneo kama ya Erbil, maeneo ya Suleimania, wameendelea kufanya mashambulizi. The moment ambapo wanaona kwamba kuna hatari ya namna yoyote au kuna viashiria vya ushawishi wa nchi ya Marekani kuorganize wa Kurdi au upande wa aseti zake, wameendelea kufanya mashambulizi bila kujali kwa namna yote. Kwa nini wamekuwa na confidence ya namna hii? Maana yake wameona kwamba ile sehemu ya kadi muhimu za nchi ya Marekani kwa upande mmoja au mwingine zimeathirika, na ndio maana wao wameona kwamba kuendelea kushika stance hiyo ya kufanya mashambulizi kwao ni jambo ambalo lina maana au lina nguvu hata katika kile kinachoweza kutokea katika wakati ujao. Kwa hiyo sasa mazingira namna hii maana yake ni mazingira ambayo hakuna kadi ambayo Marekani anaweza akaitumia katika kufanya ishu kama ya mlango bahari wa Hormuz iweze kufunguka katika mazingira namna hiyo, kwa sababu Iran wao wanahisi kwamba walichokishika sasa hivi wameshika ni kitu imara ambacho kwa upande mmoja mwingine kinaendelea kuitia ile mashaka nchi ya Marekani. Kwa hivyo option ya nchi ya Marekani actually iliyokuwa inabaki ambayo ni hai ni option moja ya kufanya mashambulizi makubwa katika nchi ya Iran. Kufanya mashambulizi makubwa katika nchi ya Iran maana yake ni kwamba nchi ya Iran na yenyewe lazima ifanye retaliation, lazima ijibu mapigo. Mwenendo wa mazingira namna hiyo, mwisho wa siku lazima uishie katika diplomatic solution, ile solution za kidiplomasia. Lazima watu wakae chini wazungumze kwamba bwana, inabidi mgogoro uweze kuachwa, Marekani waache kufanya mashambulizi na Iran waache kufanya mashambulizi. Katika mazingira namna hii yanapotokea ya discussions za kidiplomasia, maana yake inakuwa ni win to win business.
ambayo mwisho wa siku itaifanya Irani iache kufanya mashambulizi ambayo inayafanya sasa hivi, ambayo ni kama Marekani wanashindwa kuyazuia mashambulizi yao. Lakini vile vile katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba mwisho wa siku mtakwenda katika kufanya discussion ya vitu muhimu kama issue ya mlango bahari wa Hormuz, ambayo kwa sasa hivi ni kama Iran hawana time sana na discussion ambazo wao wanaamini kwamba hazina manufaa katika upande wao. Kwa hiyo ile idea ya Marekani kufanya escalation au kutanua ule mgogoro ambao ilikuwa inaonekana viashiria vyake kwa hizi siku moja siku mbili nyuma, hii ni kadi muhimu kwa Marekani, ambayo hata kama sasa hivi inaonekana kwamba imestop, kuna nafasi kubwa kadi husika ikaja kutumiwa na nchi ya Marekani katika wakati ujao. Na ndiyo maana nchi ya Iran, wale maafisa wa jeshi wa nchi ya Iran wamekuwa wakizungumza very clear kwamba wao wanachozingatia Marekani kusema kwamba hatoshambulia, hiyo ni geresha. Maanake wanazingatia kwamba hiyo ni maneno tu ya kisaikolojia ya kujaribu kuwatoa katika ile fikra ya kwamba Marekani atashambulia, lakini wao wanachokizingatia ni kwamba Marekani atashambulia, kwa sababu wanajua kwamba option muhimu ya nchi ya Marekani kwa hivi sasa ni kufanya mgogoro uwe mkubwa. Maanake tunasema ile wanafanya escalation to de-escalate, yani wanafanya mgogoro unakuwa mkubwa ili kuuzima ule mgogoro. Ndio kitu ambacho kinaonekana sasa hivi kipo katika kura au kipo katika karata ya nchi ya Marekani. Lakini pamoja na yote, maanake bado mazingira ya nchi ya Marekani kwa hivi sasa katika eneo la Mashariki ya Kati ni mazingira ambayo yanahitaji utulivu mkubwa zaidi, kwa sababu kwa namna mambo yanavyozidi kwenda, maanake Marekani ni kama inaendelea kupoteza sehemu ya credit yake. Jambo la kwanza ni kwa kuzingatia taarifa ambayo ilitolewa na ile command center ya nchi ya Marekani katika upande wa Ulaya takriban kama siku moja siku mbili nyuma, kwamba hawana vifaa vya kutosha vya kuweza kuilinda Israel ikiwa itatokea mgogoro kuwa mkubwa, na hasa kinachozungumzwa zaidi ni katika upande wa vifaa vya baharini. Maanake kama zile destroyer ukiangalia nyingi zinaonekana kwamba zipo katika upande kama wa kule Spain zinafanyiwa repair, lakini inaonekana kwamba kuna vifaa vingine vingi viko katika upande wa Arabian Sea. Katika upande wa Arabian Sea maanake inaonekana kwa upande mmoja au mwingine ziko kule chini kwa lengo la kusimamia ile sehemu ya zuio la nchi ya Marekani dhidi ya nchi ya Iran, ambao kwa upande mmoja au mwingine ni jambo ambalo linafanya kwamba Marekani ionekane kwamba imepoteza sehemu ya uwezo wake wa kuweza kukabiliana na nchi ya Iran. Hili ni tatizo la kwanza ambalo tunaliona katika upande wa vifaa. Lakini vile vile ukiangalia katika upande wa nchi ya Iran imekuwa ikitumia baadhi ya silaha ambazo zinaonekana ziko highly advanced. Kwa mfano amekuwa akitumia silaha kama Khaibar Shikan, ambao ni silaha iko very advanced, manake ina uwezo mkubwa. Ni silaha ambayo gharama yake si kubwa sana, lakini ina uwezo mkubwa kwa sababu ina uwezo wa kubadilisha uelekeo wake ikiwa iko angani kipindi inakusudia kushuka. Manake inaweza kubadilisha uelekeo wake kiasi ambacho zile anti-missile system kama zile THAAD au Patriots zinashindwa kabisa kuweza kufanya interception au kuangusha sehemu ya silaha kama zile Khaibar Shikan. Ukiachilia mbali hapo, maana kuna silaha nyingine nyingi ambazo zinaonekana kama zile Khorramshahr au Emirat, ambazo zinaonekana kwamba Irani wala hawajasema kwamba labda wamezitumia kwa kiwango hicho. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine limekuwa likileta mashaka katika uwezo wa mifumo ya nchi ya Marekani kuweza kupambana na silaha za nchi ya Irani, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine Irani inaonekana kama wamekuwa wakihisi wao wana credit zaidi ya kuweza kuendelea kufanya kile ambacho wanakisimamia zaidi, na kama wanaamini kwamba Marekani kwa upande mmoja au mwingine kuna sehemu ya uwezo wake umekuwa ukidhoofika. Lakini jambo lingine ambalo limekuwa pia linaleta shida katika eneo la Mashariki ya Kati ni ile tunasema ni battle space, ni ile uwanja wa kupigania, kwamba kwa move ya namna yoyote ya nchi ya Marekani hivi sasa ambao wanakusudia kuifanya, lengo kubwa itakuwa ni kushambulia katika nchi ya Iran, sehemu ambayo kwa ripoti nyingi inaonekana za nchi ya Marekani, intelligence system ya nchi ya Marekani yenyewe imekuwa ikikubali kwamba zile target ndani ya nchi ya Iran zimepungua kwa kiwango kikubwa. Kupungua kwa target maana yake ni tatizo kubwa ni kwamba inawezekana zikashambuliwa aidha sehemu za miundombinu ya kijamii na mfano wake, maana yake kushambulia katika sehemu kama labda za mafuta
au sehemu kama za uzalishaji wa gesi kama kule katika upande wa Gaspar, au kushambulia katika sehemu ya miundombinu ya umeme, madaraja na mfano wake, jambo ambalo retaliation yake kwa taarifa ambayo imetolewa na jeshi la nchi ya Iran itakuwa ni mbaya zaidi. Maana wakiamua wao waweze kufanya retaliation, kwa sababu ile battle space yao ya Iran ni kubwa zaidi kuliko battle space ya Marekani. Marekani akipigana maana itashambulia nchi ya Iran kama nchi ya Iran. Lakini Iran wanapokuja kushambulia maana yake wana access ya kushambulia Kuwait, ya kushambulia Bahrain, ya kushambulia Qatar, Saudi Arabia, kwenda paka sehemu kama kuna vitu Oman, kwenda paka Jordan, kwenda beyond. Kwa hiyo automatically maana yake ni kwamba madhara yake yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko madhara ambayo yanaweza kusababishwa na Marekani kuweza kushambulia katika nchi ya Iran. Lakini kubwa zaidi kuliko yote ni kwamba uwekezaji wa nchi ya Iran ni mkubwa zaidi katika upande wa underground kuliko ilivyo katika upande wa juu ya ardhi. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake hiyo vita itakuwa ni vita ya muda mrefu ambayo mwisho wa siku mwepesi zaidi kuchoka inawezekana ikawa ni nchi ya Marekani. Kwa kuzingatia mazingira namna hii, ndio maana wakati mwingine pamekuwa kuna hali kama ya kusitasita kwa sababu ya kutazama mahesabu mapana ya kwamba baada ya kufanya mashambulizi hayo makubwa ambayo yanakusudiwa kufanywa na nchi ya Marekani au yalikusudiwa kufanywa na nchi ya Marekani, nini matokeo baada ya hapo? Matokeo yake ni kwamba nchi za eneo la Mashariki ya Kati zitaathirika pakubwa, na kwa sababu katika listi ya maeneo ambayo yamekuwa yakitajwa kwamba yana uwezekano wa kushambuliwa ni katika sehemu za uzalishaji wa mafuta au sehemu za uzalishaji wa gesi. Kwa hiyo unaposhambulia katika sehemu za uzalishaji wa gesi, labda ukaenda mpaka ukafika katika sehemu kama za bahari ya Mediterranean, maana yake ukashambulia sehemu kama za Karish au Tamar au Levatini kule katika upande wa Israel, automatically maana yake 70% ya uzalishaji wa umeme inakufa katika nchi husika. Kwa hiyo mazingira yake yako very delicate, yani imekuwa ni mazingira ambayo ni hatarishi zaidi kusema kwamba unaingia sasa hivi tena katika mgogoro mkubwa na nchi ya Iran. Kwa hivyo katika mazingira ya namna hiyo ya kile ambacho kimekuwa kinaendelea kujitokeza katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake ni kwamba Marekani inakuwa kama inalazimika wakati mwingine kukubali kuingia katika mazungumzo katika hali ambayo japokuwa ile option ya wao kufanya mashambulizi ilikuwa ni option ambayo iko wazi, ingewezekana kuwa na manufaa, lakini kwa sababu ya kuchelea madhara ambayo yanaweza kujitokeza baada ya kufanya mashambulizi makubwa katika nchi ya Iran, automatically maana yake ni kwamba Marekani inajikuta mwisho wa siku inashuka chini na kuweza kuangalia alternative nyingine, hata kama lugha zinazotumika ni kama zile kwamba labda Saudi Arabia imeomba au Iran wameomba au nchi za eneo la Mashariki ya Kati zimeomba, lakini kiuhalisia ni kwamba mazingira ya sasa hivi ya eneo la Mashariki ya Kati ni mazingira ambayo hayana advantage sana kwa nchi ya Marekani. Hii ni hali halisi ambayo inaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa kulingana na mazingira ya hivi sasa jinsi yalivyo, maana yake ni kwamba kiuhalisia ni kwamba Marekani kwanza kiujumla ni kama inakosa njia ya aidha kuendelea na huo mgogoro au kuachana na huo mgogoro, kwa sababu lengo la nchi ya Iran kwa upande wake wao ni kuhakikisha kwamba Marekani inapoteza bezi zote katika eneo la Mashariki ya Kati. Hilo ndio lengo la nchi ya Iran. Na ndio maana wamekuwa wakifanya mashambulizi haya, ni kama wanataka waitege Marekani iingie katika mfumo wa kuja kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran, ili wao waendelee kutekeleza sehemu ya azma yao ya kudhoofisha zile bezi zote katika eneo la Mashariki ya Kati. Ndio maana imekuwa kwamba ukiangalia katika upande wa Marekani bado pamekuwa kuna hali ya sintofahamu ya kwamba Marekani wana option gani mkononi. Ukiangalia option ambayo ilikuwa iko wazi ilikuwa ni hiyo ya kufanya mashambulizi katika nchi ya Iran ili kuilazimisha Iran waje katika kufanya negotiation. Lakini katika upande wa nchi ya Iran kile ambacho kingekuja kujibiwa automatically inawezekana kwamba kingekuwa ni kikubwa kiasi ambacho hata hiyo plani ya nchi ya Marekani inawezekana kwamba isingeweza kuweka out vizuri. Kwa hiyo ina maana nchi ya Marekani kwa hivi sasa imekuwa katika hali ya sintofahamu kwenye namna ya kumaliza mgogoro husika, of either kwamba iingie katika mgogoro moja kwa moja na nchi ya Iran au watoke. Lakini kubaki kuingia katika mgogoro moja kwa moja na nchi ya Iran maana yake ni kwamba tatizo litakuwa kubwa zaidi. Lakini vile vile kusema kwamba wajaribu kurudi nyuma ili kusuluhisha au kuzima ule mgogoro linakuwa tatizo lingine, kwa sababu Irani wao wanachokifanya ni kuendelea kufanya mashambulizi midhali kwamba nchi ya Marekani ipo katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kimsingi maana yake ni hali ambayo imekuwa ina utata mwingi
ambayo inawezekana ikaamuliwa na kwa kadri masiku ambavyo yanazidi kwenda, lakini tunaona moja katika best option au option ambayo inawezekana ikawa ni bora zaidi kwa nchi ya Marekani, ambayo inawezekana ikawa ngumu wao kuweza kuikubali kwa sababu ya ushawishi wa vitu vingi, ushawishi wa Israel, ushawishi wa baadhi ya wanasiasa ndani ya Marekani ambao hawaamini kwamba kuna nchi nyingine inatakiwa ionekane na nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati, nchi kama ya Iran. Maana yake ni kwamba option iliyokuwa nyepesi kwao ilikuwa ni kukubali kwamba katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake kuna power nyingine ambayo imeibuka ambayo vile vile ina nguvu. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo ni kwamba kama huwezi kupigana na mtu, maana yake unajaribu kuungana naye, kuingia naye katika negotiation. Ndio maana unaweza ukaona kwamba nchi ya Marekani ilikuwa na uhasama wa muda mrefu na nchi kama ya Urusi, lakini mwisho wa siku ni kwamba kuna sehemu ya heshima wanapeana kulingana na ukubwa wa nchi ya Urusi. Lakini pia ukiangalia katika nchi kama ya China, ni nchi ambayo ina uhasama na nchi kama ya Marekani, lakini mwisho wa siku kwa sababu ya ukubwa wa nchi ya China, kuna point inafika ni lazima mkubaliane katika baadhi ya terms. Katika mazingira namna hiyo, katika eneo la Mashariki ya Kati mpaka hivi sasa, kile kinachoonekana, Iran ni miongoni mwa nchi ambazo zina nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati, na ushawishi wake umekuwa ni mkubwa hivi sasa kiasi ambacho mpaka watu wamekuwa kiogopa hata kwenda kupambana nayo. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ile nafasi ya credit lao ingetolewa ya kuadmit kwamba Iran wana nguvu na kuna sehemu ya mazungumzo tunaweza tukafanya kwa kuheshimu ile sehemu ya nguvu yao katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake hii ilikuwa ni solution nyepesi kwa nchi ya Marekani, pamoja na kwamba inawezekana ikawa ni solution ambayo itakuwa ni ngumu kukubalika kwa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba sehemu kama ya mlango bahari wa Hormuz ambayo inaonekana kwamba imedhibitiwa kwa kiwango kikubwa na nchi ya Iran, ni sehemu muhimu kwa uhai wa uchumi wa eneo wa nchi ya Marekani, especially katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati unabebwa zaidi na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, na faida inayopatikana pale katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kiwango kikubwa inaenda kuwekezwa katika nchi ya Marekani. Katika mazingira namna hiyo, kupoteza sehemu ya geti muhimu la watu kuingia katika eneo la Mashariki ya Kati, hili ni jambo ambalo limekuwa linaleta kitendawili katika nchi ya Marekani. Lakini kiujumla bado tuna muda kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.